sababu sitaki urongorongo, nimekuja na katiba yao na kanuni zao hizi hapa, ili niwasomee mwelewe. Hii ni kanuni ya CCM. Wanasema utaratibu wa kuomba uongozi, ibara ya 4. Ratiba ya uchaguzi wa serikali kuu na serikali za mitaa na uchaguzi mdogo wowote unaofanywa itawekwa na chombo cha dola chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi. Mara baada ya ratiba hiyo kutolewa, katibu wa CCM wa ngazi inayohusika na uchaguzi huo atawapa fomu za uongozi za kuomba uongozi wanachama wa chama waliojitokeza kugombea. Ili kuchukua fomu na kurudisha. Kila mwanachama wa CCM atakayechukua fomu atatakiwa kurudisha fomu kwa katibu wa CCM wa ngazi inayohusika ndani ya muda uliowekwa, vinginevyo fomu yake haitapokelewa. Huo ni utaratibu wa ndani ya CCM. Wanasema kwa lugha rahisi, hiyo ni ibara ya 4, kwamba kama kuna uchaguzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikisha tangaza uchaguzi, katibu wa ngazi husika atatoa fomu kwa wagombea, kwa watu wanaotaka kugombea hizo nafasi kutoka CCM. Kwa hiyo kama ni katibu wa kata, atatangaza kuja kuchukua fomu kwenye kata. Mnisikilize vizuri. Kama ni katibu, kama unagombea ubunge, katibu wa wilaya wa CCM. Kama unagombea urais, katibu mkuu wa CCM wa taifa. Kama unagombea Zanzibar, katibu kule kwao Zanzibar. Hiyo ni ibara ya 4, ibara ndogo ya kwanza na ya pili. Wameeleza, wanasema wanachama wanaogombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watachukua na kurudisha fomu kwa katibu mkuu wa CCM, makao makuu ya ofisi ndogo Dar es Salaam. Sasa kumbe basi utaratibu wa CCM unasema uchaguzi ungetangazwa baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza, Samia Suluhu Hassan na wengine waliokuwa wanataka wagombee ndani ya chama chao wangeenda ofisi ndogo ya CCM Dar es Salaam hapo wachukue fomu. Wakishachukua zile fomu zijazwe, wapate wadhamini, warudishe fomu. Ukienda ibara ya 9 inaeleza hayo yote. Mgombea CCM yeyote wa CCM anayetaka kuingia katika chombo cha dola atateuliwa kwa kuzingatia kura za maoni. Hicho ni kitabu chao, sio mimi, sio Heche anayezungumza hapa, kinazungumza kitabu chao. Sasa niwaulize watu wa Temeke, Samia ameenda kwenye ukumbi mkutano mkuu wa CCM ulikuwa na ajenda ngapi? 4. Ilikuwa tarehe 18, kwa sababu nakumbuka sisi tulifanya baraza kuu, baraza kuu tarehe, tulifanya kamati kuu tarehe 20, mkutano mkuu tarehe 21. Wao walifanya tarehe 18 na 19, na walikuwa wanaleta hiyo ili watu wasitufuatilie sisi, wawafuatilie wao, lakini wananchi wote wakawa wanafuatilia Chadema. Nchi nzima mkutano mkuu wa Chadema ndio ulikuwa unafuatiliwa. Uongo kweli? Kwa hiyo wameenda kwenye ukumbi, wana ajenda ngapi? Na huo mkutano ulikuwa na ajenda moja, kumteua Wasira kuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu hajachaguliwa kama mimi nilichaguliwa kwa kura, yeye aliteuliwa. Mzee alifanya nini? Yeye aliteuliwa, mzee Wasira. Na mzee asiwe anajilinganisha na mimi bana. Hii ni gari ya kisasa mpya.
Uongo kweli? Hii gari mpya ya kisasa new model yes. Aliteuliwa. Ule mkutano ulikuwa na ajenda ya kumteua Wasira, ulikuwa na ajenda ya kusoma utekelezaji wa ilani ya CCM Zanzibar. Ilikuwa inasomwa na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar. Utekelezaji wa ilani ya CCM kwa Tanganyika, au wanayoita muungano feki ambao haupo, muungano ambao tunahitaji kubadilisha. Sio, tunataka muungano mzuri ambao Zanzibar watakuwepo, Tanganyika itakuwepo, na tutakuwa na serikali sasa ya jamhuri, sio? Watanganyika nao wanataka nchi yao. Uongo kweli? Yes. Kwa kulikuwa na hizo agenda. Hii ya huku alikuwa anaisoma mtu anaitwa Kassim Majaliwa. Kassim alikuwa waziri mkuu. Katikati ya kikao mtu akanyanyua mkono aliyesetiwa, akasema, jamani mnaonaje hapa tumalize kabisa mambo ya kupitisha na rais? Ndio. Basi imepita. Amekaa kwenye kiti pale, yeye mwenyewe Samia Suluhu anahoji, jamani mko tayari? Ndio. Waliosema ndio wameshinda, kwa hiyo tumpitishe mgombea. Haya, sasa utaratibu utaufanyaje? Tunaomba utupishe kidogo, ili sasa, kwa sababu ni kikao kinachokuchagua. Nichagueni hapa. Jamani, nasema uongo? Nasema uongo? Kwa hiyo unachaguliwa, umekaa kwenye kiti hapo. Yaani kwa mfano mwaka jana sisi tulikuwa na uchaguzi, ilipofika wakati wa uchaguzi Mboya alipishwa kwenye kiti. Uongo kweli? Wajumbe wa mkutano mkuu wako hapa, nyosha mkono tuone. Si Mboya alipishwa kwenye kiti bali? Kiti kikakaliwa na mtu anaitwa Mwakajoka, tulikuwa naye bungeni kutoka Tunduma, ndiye alikaa kwenye kiti wakati kura zinapigwa, kwa sababu ni principle ya kawaida, you cannot be a judge of your own case. Ukiwa jaji wa kesi yako mwenyewe utajipendelea. Tunaelewana vizuri? Sasa eti yule mama, uchaguzi unaendelea, anasema mimi hapa piga kura, nimekaa hapa. Kwa hiyo akapitishwa, ndio mgombea. Mwezi wa kwanza, katiba yao ibara ya 4 inasema usubiri mpaka uchaguzi utakapotangazwa. Cha kwanza, wamepitisha mgombea, ratiba ya uchaguzi haijatangazwa, ya uchaguzi wa serikali. Hajachukua fomu, hajajaza fomu, hajarudisha fomu, hajatafuta wadhamini, hajachujwa na kikao cha neki, amepitishwa moja kwa moja na mkutano mkuu. Hizo ni kanuni zao, zinasema hizo prosesi zote, sio Heche. Msajili yupo, Jaji Mtungi yupo, anaona. Jaji Mtungi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, yeye ndo anapaswa kusimamia kanuni, kuona kwenye vyama vyote zinafuatwa. Mpaka leo Jaji Mtungi hajawahi kusema kwamba Samia hakufuata utaratibu wa kuchukua na kurudisha fomu ya chama chao. Hajawahi kuandikia CCM barua, hajawahi kutaka watoe maelezo. Huyo Jaji Mtungi ana uhalali gani leo Chadema tukikosea wa kutuandikia barua ya kutuambia tutoe maelezo? Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Huyu mtu ambaye anapaswa kusimamia vyama vyote vifuate sheria, CCM imevunja sheria na kanuni zake na katiba yake, hajai kuiambia fyo wala fyu. Alafu huyo Jaji Mtungi anachukua vibaraka wanaojiita viongozi wa Chadema, anawaweka kwenye mahoteli, anawapa pesa, anawapanga kushughulikia chama chetu. Alafu watu wanatuambia tumia busara,
piga magoti tu. Bana, sisi Lissu wamekataa na mimi nimekataa. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Unajua ni ujinga wa kiwango ambacho ni sawasawa na mtu anayejiona na kuzidi nguvu, ana mabavu, ana fedha, ana bunduki, alafu aje achukue mke wako alale naye, alafu ukimfumania anaanza kukupiga wewe na anakuambia niombe msamaha kwa kunifumania. Alafu kuna watu wanajifanya wana busara, wanakuambia wewe muombe msamaha tu. Mimi hiyo sitakubali. Nyie mnasemaje? Wakuli wanasema hata kama wewe ni mdogo unafia kwenye chako, unafia kwenye ndio. Hatutakubali. Yaani huwezi kutuonea waziwazi alafu unatushinikiza kukupigia magoti. Hilo lilikuwa ni jaribio la kwanza, na ndio maana nimesema mimi nina matatizo na Samia Suluhu Hassan jinsi alivyojipatia uongozi. Sasa ndugu zangu, mzee wangu, tukisema hakufata sheria kwenye kufata uongozi, tumekosea nini hapo? Nimekosea nini hapo mzee? Sasa nikisema hivyo wanasema wananiwinda waniumize. Lissu akisema hivyo kwamba kama unapindisha sheria ya chama chako ukija ukawa kiongozi wa nchi utapindisha sheria kwa sababu imekuwa ni utaratibu wako. Nyie watu wa Temeke mnanielewa? Haya, alipomaliza kutengeneza na kupora mchakato wa ndani ya chama chake, akakumbuka sasa humu nimeshafanikiwa humu, hawa wote mimi nawaendesha tu, nikisema kulia geuka wanageuka. Unajua CCM wamezoea unafiki. Yaani ukiwa rais ukisema, kwanza wanaamini rais ni Mungu. Nilimsikia hata wakili wa serikali jana anasema kwa kitendo cha Lissu kusema rais aje hapa kutoa ushahidi, huyu Lissu anaweza kumuita Mungu siku moja, kwa sababu yeye anaamini rais wao ni Mungu. Ndio maana mimi nikimtaja Samia humu wanaona kama na kufuru. Samia ni binadamu tu, na alikuwepo Mkapa, alikuwepo Nyerere, alikuwepo Mwinyi, alikuwepo Magufuli, na kitendo hicho cha kuonesha hao watu wamekufa inaonesha na wao ni binadamu. Kama Mwinyi asingekufa, Mkapa asingekufa, Nyerere asingekufa na Magufuli, tungesema ukiwa rais unakuwa Mungu. Mungu si ndio hafi ndugu zangu? Wengine wote wanakufa. Kwa hiyo alipomaliza mchakato wa ndani ya chama chao akakumbuka kwamba huku nje nina chuma kilichopigwa risasi 17 kinatembea, nitakikabili vipi? Nikienda kule Tarime nikutane na wananchi halafu aje Lissu, nitaeleza nini mimi? Hatua ya pili, kamata Lissu, mpe kesi ya uongo. Wakamkamata tarehe 9 mwezi wa 4, wakambambika kesi. Wamekaa naye. Katikati hapo wana CCM wakaanza kupinga, jamani utaratibu wa kufuatwa si nini. Yule Malisa wakamkamata wakamweka ndani, wakamfungulia kesi ya uhaini. Mpina akaruka akaenda ACT, wakaenda kule. Mpina ameenda kuchukua fomu, tume ikamnyima fomu. Yaani tume ya uchaguzi eti mtu anaenda kuchukua fomu, na tukupi fomu sasa, tukupi hata. Hiyo ni tume kweli ndugu zangu? Ndio maana Chadema tulisema no reforms na itaendelea. Hebu angalia, hii inakuonesha kwamba huyu mtu alijiandaa kwa njia zozote lazima awe kiongozi, whether anakubalika, whether wananchi hawamtaki, mtaki mstaki. Wazungu wanasema it's me or the highway.
Yaani kama sio mimi bora nchi ife. Basi akamaliza ndani ya CCM, akaja kwa Lissu, akatoka kwa Lissu, akamalizana na Mpina. Wananchi wakasema jamani, tarehe 29 wananchi wakasema hatutaki huo uchaguzi, hatutaenda kupiga kura. Watu wakapigwa risasi kwa maelfu, wengine wamefatwa kwenye majumba yao. Vijana wadogo pale Mwanza wamekutwa kwenye